hajapata hata nafasi ya kujua nini kinachoendelea, ghafla kiumbe wa ajabu akatokea gizani na kumshambulia dereva. Kwa muonekano wake ni wazi kwamba huyu si kiumbe wa kawaida hata kidogo. Sasa baada ya wao kuona John kachelewa kurudi, Joe akaanza kuhisi kwamba labda kuna jambo baya linaendelea katika msitu huu. Hata hivyo, ili kuwafanya abiria kuwa watulivu, akamwomba Ellen awapatie vitafuno ili hofu isisambae ndani ya treni. Joe akajaribu kuwasiliana na kituo cha mbele yao kupitia redio ili kuomba msaada. Kwa bahati mbaya haikuwezekana, na hii ni kutokana na hali mbaya ya hewa pamoja na miti iliyokuwa imedondoka. Hii inamaanisha kwamba timu ya uokoaji hata kama ingepata taarifa isingeweza kufika kwa wakati. Abiria kama Kate, Nina na Jenny wakazidi kukasirika, wakizingatia kuwa hakuna anayejua John amepotelea wapi. Wakati yote yanaendelea, Adrian akatoa pendekezo ambalo anaamini ndio chaguo lao pekee lililobaki. Akasema ni aidha wabaki ndani ya treni kusubiri msaada au watembee kando ya reli kuelekea Eastbourne, ambako inakadiriwa kuwa umbali wa kilomita 4 hadi 5 kutoka hapo. Chaguo la pili likaonekana kuwa zuri zaidi kwa baadhi ya abiria, wakizingatia kuwa hakuna hata mmoja anaweza kupiga simu kuomba msaada kutokana na kukosekana kabisa kwa mtandao katikati ya msitu. Hapo haikuchukua hata muda mrefu kabla abiria wote kukubaliana kuondoka ndani ya treni na kutembea kuelekea katika kituo kinachofuata. Hata hivyo, Joe akapinga mara moja kwa sababu kanuni za safari zinakataza kabisa abiria kushuka nje ya maeneo ya vituo vya treni. Kwa bahati mbaya, abiria wakawa wabishi zaidi, hivyo Joe akawa hana chaguo lingine zaidi ya kufungua milango ya treni na kuwaruhusu kuondoka. Mwanzoni kila kitu kilionekana kuwa safi tu, lakini baada ya kutembea umbali wa mita chache tu kutoka kwenye treni, kila mtu akasimama ghafla baada ya kuona kivuli cha kitu kikisogea taratibu kutoka nyuma ya vichaka. Wakiwa na hamu ya kujua, Joe na Ellen wakasogea eneo hilo ili kuchunguza. Walichokiona kiliwaogopesha sana. Ulikuwa ni mwili wa John ukiwa katika hali ya kutisha mno, tena ukiwa umejaa majeraha makubwa yanayoonyesha wazi kwamba alishambuliwa na kitu cha kutisha kisicho cha kawaida. Hapo wakajua kwamba leo kazi wanayo. Hivyo Joe na Ellen wakaamuru kila mtu kurudi ndani ya treni mara moja, lakini walipokuwa wakikimbilia eneo lenye usalama, kiumbe huyo wa ajabu akawashambulia tena na kufanikiwa kumuuma Jenny mguuni kabla ya kila mtu kufanikiwa kurudi ndani ya treni. Sasa kila mmoja akawa na wasiwasi kwa sababu hakuna anayejua ni aina gani ya kiumbe anayewawinda katikati ya msitu usiku huo. Baada ya kufanikiwa kurudi ndani ya treni, Ellen na Joe wakajaribu mara moja kuzuia damu inayotoka kwenye jeraha la mguu wa Jenny, na hii ni baada ya kung'atwa na kiumbe huyo wa ajabu. Hata hivyo, jeraha hilo likaendelea kuvuja damu bila kuacha. Mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi, hasa pale Joe anapojaribu kufunga mlango wa treni. Ghafla kitu fulani kutoka nje kikaanza kugonga kwa nguvu upande wa behewa. Kisha kiumbe huyo wa kutisha akaonekana wazi wazi kupitia dirishani, huku akikwaruza mikono yake mikubwa yenye makucha makali ambayo inaonekana kabisa kuwa sio binadamu wa kawaida. Wakajua kabisa kuwa hali hii itakuwa mbaya zaidi muda mchache ujao. Hivyo Joe akajaribu haraka sana kuwasiliana na kituo cha Eastbourne ili kupata msaada. Kwa bahati mbaya, mfumo wa mawasiliano wa redio ambao ndio ulikuwa tumaini lao pekee la kupata msaada tayari ulikuwa umeharibika na uwezi kutumika kabisa. Lakini kama bahati bwana, mmoja